ndani ya Global TV Online. Kama kawaida tunachambua michezo kidogo, lakini leo tunamlenga kocha Hans van der Ploeg, raia wa Uholanzi ambaye amekuwa Yanga kwa misimu 2.5. Kama unakumbuka, alikuja baada ya muda kidogo akaondoka kwenda kufanya kazi nchini Saudi Arabia, lakini kule kukamshinda, akarudi Ghana kwa sababu makazi yake ni nchini Ghana. Halafu baada ya muda Yanga wakawa wameshindana na Masio Maximo kutoka Brazil, ambaye kwa muda mfupi tu wakamrudisha Ploeg, na akaonyesha kweli Yanga walistahili kumrudisha baada ya kuipa mataji mawili ya ubingwa wa Tanzania bara, lakini ameiwezesha hiyo timu kucheza katika michuano ya kombe la shirikisho hatua ya robo finali ambayo Yanga hawakuwahi kucheza hapo kabla. Lakini sasa Ploeg ameamua kuondoka. Ameondoka Yanga kwa kuandika barua yeye mwenyewe baada ya uongozi wa klabu hiyo kufikia uamuzi wa kumleta George Lwandami kutoka Zesco ya Zambia. Mzambia huyu ambaye pia aliwahi kuifundisha timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo amekuja, amefanya mazungumzo na ameondoka. Ploeg jana amewaaga wachezaji wa Yanga na gumzo sasa mitandaoni, vipi itakuwaje Yanga ambayo ilikuwa inafanya vizuri? Kama unakumbuka mechi ya mwisho wa Ploeg aliongoza Yanga kuitandika Kagera Sugar kwa mabao 6-2, kipigo cha historia ambacho Kagera hakuwa wamewahi kupata, na bahati mbaya wamepata kwenye uwanja wao ndio ukiwa una nyasi bandia kwa msimu wa kwanza. Sasa Ploeg ameondoka, gumzo hili la kwamba Yanga wamefanya sawa au si sawa, katika hali ya kawaida hawajafanya sawa, kwa sababu kocha anafanya vizuri, kwa nini aondoke? Lakini nature ya football, makocha wengi tu wameondoka timu zao zilikuwa zinafanya vizuri. Louis van Gaal aliondoka Manchester United, timu yake ikiwa imeshachukua kombe la FA baada ya kukaa msimu mmoja tu na nusu. Lakini unaona mtu kama Wenger alitafuta kombe kwa muda mwingi, lakini waliendelea kuwa wavumilivu. Kwa hiyo inategemea na uvumilivu wa mwajiri. Aina ya Yanga sasa hivi inaonekana wanakwenda kama vile Abramovich na Chelsea. Kila timu zinakuwa zina mfumo wao. Kama Azam na wenyewe walikuwa hivyo, lakini sasa hivi wamekuwa wavumilivu kwa kocha Zeben Hernandez kutoka Hispania, ambao kikosi chake bado hakijafanya vizuri. Kikubwa katika huu mjadala ambao tunafikiri watu wangeangalia, Ploeg amemaliza kazi yake, ameondoka, na sasa anakuja Lwandami. Kwa hiyo wana Yanga wanachotakiwa ni kumshukuru Ploeg na kumuunga mkono anayekuja, kwa sababu kama wataendelea kulaumu kuhusiana na Ploeg muda mwingi, maana yake wanajipotezea nguvu au focus ya kufanya kitu ambacho wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo watalalamikia kitu ambacho hakiwezi kurudi, na baadaye watashindwa kufanya walichonacho kwa sasa hivi, na wanaweza kujilaumu kuona kwamba walimchukua Lwandami hana uwezo huo, lakini records zinaonyesha ana uwezo. Kwa hiyo ni vizuri Yanga wakamshukuru Ploeg na kumuaga vizuri na kumpa heshima yake, lakini wamkaribishe Lwandami na kumpa ushirikiano mkubwa kama walivyofanya, kwa sababu nitakukumbusha wakati yuko Tom Saintfiet Yanga anaondoka, wanasema haiwezekani kaipa timu ubingwa wa Kagame. Anakuja Annie Brands, raia Holanzi, anachukua pale timu, anafanya vizuri na yeye, lakini wakati anaondoka Brands walilalamika watu kwamba inakuwaje anaondolewa. Alikuja Massimo, bahati mbaya akafeli, lakini akachukuliwa Hans van der Ploeg, amefanya vizuri tena. Sasa hivi manake Lwandami ana nafasi naye ya kufanya vizuri, na ikizingatiwa ni kocha anayetoka Afrika ambaye anayajua mazingira ya Kiafrika pia. Kuna nikukumbushe, Ploeg pia alikuwa na nafasi ya kufanya vizuri kwa sababu ni kocha, ni Mholanzi ambaye anaishi nchini Ghana, Accra. Yeye amemuoa mwanamama raia wa Ghana na maisha yake yote yapo Ghana, sio Uholanzi. Kwa hiyo anajua mazingira ya Afrika. Kwa hiyo Lwandami ni Mwafrika mwingine ambaye jirani kutoka hapa Zambia, atakuwa anajua mazingira ya Tanzania, kwa sababu Zambia na Tanzania hakuna tofauti kubwa. Kwa kikubwa kwa wana Yanga, badala ya kulalamika, ni vizuri muunge mkono Lwandami na kumshukuru Ploeg aende, halafu waendelee kuisupport timu yao. Katika soka kuna vitu vingi hutokea ambavyo haukuvitarajia. Kwa uchambuzi huu mfupi, napenda nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuendelea kutazama Global TV Online. Mimi ni Saleh Ali Jembe.